Karibu sana mwanafamilia ya Uhondo TV, karibu nikupitishe katika habari mbalimbali. Irani yamimina makombora ndani ya Israel na kukejeli mazungumzo ya Trump ya kudhibiti kwa pamoja eneo la bahari. Irani yarusha makombora kuelekea Israeli Jumanne. Jeshi la Israel limesema siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kulikuwa na mazungumzo mazuri sana na yenye tija yaliyolenga kusitisha mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Maafisa watatu waandamizi wa Israel waliokubali kuzungumza bila kutajwa majina wanasema Trump anaonekana kuwa na azma ya kufika makubaliano, lakini wanaona kuwa ni vigumu sana kwa Irani kukubali masharti ya Marekani katika duru yoyote mpya ya mazungumzo. Baada ya kauli ya Trump kupitia Truth Social Jumatatu, Irani ilisema kuwa hakuna mazungumzo yaliyofanyika hadi sasa. Ubalozi wa Irani nchini Afrika Kusini ulichapisha picha kwenye mtandao wa X ikionyesha usukani mdogo wa waridi wa mtoto uliowekwa kwenye dashboard ya gari mbele ya kiti cha abiria, hatua iliyotafsiriwa kama kejeli kwa wazo la Trump alilolitoa kwa waandishi wa habari kwamba angeweza kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na kiongozi mkuu wa Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alizungumza na Trump chini ya masaa 48 kabla ya nchi zao kuanza vita, alitarajiwa kusitisha mkutano wa maafisa wa usalama kujadili juhudi za Trump za kufikia makubaliano na Irani, kwa mujibu wa maafisa wawili waandamizi wa Israel. Afisa mmoja wa Pakistani anasema mazungumzo ya moja kwa moja yanaweza kufanyika mjini Islamabad wiki hii. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Irani tarehe 28 Februari baada ya kusema hazijapata mafanikio ya kutosha katika mazungumzo yaliyolenga kusitisha mpango wa nyuklia wa Irani, licha ya mpatanishi Oman kusema kulikuwa na maendeleo makubwa. Mgogoro huo umeongezeka kote Mashariki ya Kati. Irani imeshambulia nchi zinazohifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani, imelenga miundombinu muhimu ya nishati na kwa kiasi kikubwa imefunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia inayopitisha takriban theluthi 1/5 ya mafuta na gesi asilia yaliyoyeyushwa duniani. Katika picha hali ilivyo nchini Israel kufuatia shambulizi la Iran. Hapo awali tuliripotiwa kwamba timu za utafutaji na uokoaji zilitumwa hadi Israel ya Kati baada ya kugonga roketi. Sasa picha kutoka Tel Aviv zimesambazwa mitandaoni. Picha hizi zinaonesha moshi ukifuka katika baadhi ya maeneo ya jiji na vikosi vya uokoaji vinavyofanya kazi katika eneo la mashambulizi. Sehemu ya jengo pia limeporomoka, kiwango kamili cha uharibifu bado hakijajulikana. Israeli yathibitisha kupata maafa makubwa kufuatia mashambulizi ya Iran. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa shambulio la makombora kutoka Irani limesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya kati ya nchi, huku vikosi vya dharura vya huduma kwa msaada wakitumwa haraka katika maeneo yaliyoharibika. Picha zilizochapishwa kupitia ukurasa wa Telegram wa huduma za dharura za Israel zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka kwenye majengo pamoja na vifusi vilivyotapakaa katika eneo lililolengwa na shambulio hilo. Awali iliripotiwa kuwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na jeshi la Israel kuhusu makombora yaliyofyatuliwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran, wahudumu wa misaada walielekezwa kusini mwa nchi ambako kulishuhudiwa uharibifu mkubwa kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel. Katika siku kadhaa picha zimekuwa zikisambaa zikionyesha kiwango kikubwa cha uharibifu nchini Israel.